Yesu Kristo alituahidi kwa habari ya kuja kwa Roho Mtakatifu, lakini ni muhimu sana tukajua hasa huyu Roho Mtakatifu ni nani, kwa sababu chochote ambacho usichokijua unaweza ukakitumia vibaya au usijue matumizi yake na usinufaike nacho. Natamani leo hii tujifunze kwa undani sana kwa dakika chache ya kwamba huyu Roho Mtakatifu hasa ni nani. Ninaamini baada ya ujumbe huu utakuwa viwango vingine kabisa katika jina Yesu. Tamani sikize kwa makini sana, kwa sababu kwa ujumbe wa leo utakupa ushindi katika sehemu kubwa sana katika jina Yesu. Karibu sana. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe channel hii, ujiunge na darasa hili na hakika utabarikiwa. Lakini kama umekuwepo katika darasa hili kwa muda mrefu, nikukaribishe. Tumeanza leo challenge ya kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu kwa siku 100. Hii ni challenge ya kumkaribia Roho Mtakatifu kwa siku 100, na leo hii ni siku ya kwanza kabisa. Fuatana na mimi katika siku zote 100 mpaka unapofika siku ya Pentekosti. Kila siku tutakuwa tunaweka somo jipya katika chaneli hii, na hakika nikwambie, ukijifunza jumbe zote 100 tutajifunza Roho Mtakatifu hasa ni nani, tutajifunza namna kupokea Roho Mtakatifu, tutajifunza namna kutembea na Roho Mtakatifu, tutajifunza namna kuongozwa na Roho Mtakatifu, namna ya kujaa, namna kutumiwa na Roho Mtakatifu, kalama na vipawa vya Roho Mtakatifu. Hakika nikwambie, katika siku hizi utasogea karibu sana na Roho Mtakatifu. Kiwango chako cha kiroho kitapanda juu, na nikupe habari njema. Hakuna mtu kwenye Biblia ambaye alikutana na Roho Mtakatifu akabaki kama alivyo. Hivyo ninaamini kwa jumbe hizi hautobaki kama ulivyo katika jina la Yesu. Tafadhali ungana na mimi, na nina hakika katika siku hizi hautobaki ulivyo. Kila siku tembelea chaneli hii, hakika utabarikiwa. Karibu sana. Leo hii tunaanza na somo la kwanza kabisa. Tunataka tujifunze kwa habari Roho Mtakatifu hasa ni nani. Najua umewahi kusikia kwa habari Roho Mtakatifu, au inawezekana umehubiriwa kila siku, na inawezekana umefunga ili upate kujua na Roho Mtakatifu, au inawezekana umeshaanza kutembea kwenye viwango vya Roho Mtakatifu. Ila nikwambie, kwa hili somo la leo, hakika utajua ya kwamba kitu kilichoingia ndani mwako ni kikubwa sana katika jina la Yesu. Bible inasema hivi katika kitabu cha Mwanzo kabisa, sura ya 1 na mstari wa 2. Bible inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tunaona Bible inatuambia kwanza kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Bible inasema kwamba Roho ya Mungu, Roho ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Nisikize mwana wa Mungu, Yesu Kristo alipozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu alikuwa anatamka kwa habari ya sifa ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ziko roho nyingi. Hivyo Yesu akawa anatuambia kwamba anayekuja ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu maana yake Yesu alimaanisha nini? Ya kwamba pure ni mtakatifu. Roho Mtakatifu amewekewa neno mtakatifu kwa sababu ni Roho takatifu. Roho Mtakatifu hajawahi kutenda dhambi, hatendi dhambi, wala hatokuja kutenda dhambi. Roho Mtakatifu hachafuliwi na dhambi za mtu, wala hatokuja kuchafuliwa. Yeye ni mtakatifu Alfa, tena ni mtakatifu Omega. Yeye ni mtakatifu mwanzo, tena ni mtakatifu mwishoni. Na ndio maana Yesu Kristo akasema anayekuja ndani mwenu, huyo msaidizi ni Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ilibeba sifa yake, ilibeba tabia yake, ya kwamba huyo Roho anayekuja ambaye Baba anawaletea ni mtakatifu. Sasa Bible inatuambia wazi ya kwamba huyo Roho Mtakatifu ni roho gani hiyo? Huyo ni Roho ya Mungu, ni Roho ya Mungu. Maana yake unaposikia mtu anasema kwamba ana Roho Mtakatifu ndani mwake, maana yake ana Roho ya Mungu ndani mwake. Bible ya Agano Jipya kwa lugha ya Kiswahili imetumia neno Roho wa Mungu. Agano la Kale lugha ya Kiswahili imetumia Roho ya Mungu, ila Bible ya Kiingereza imetumia yote neno of, kama the Spirit of God, the Spirit of God. Sasa nini maana yake? Natamani uelewe kwa jina la Yesu.
Mtu anaposema kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani mwake, au tunapokuhubiria ya kwamba upokee Roho Mtakatifu, tunamaanisha ya kwamba Roho ya Mungu yeye mwenyewe, Mungu aliumba dunia, Mungu huyu wa ajabu ambaye unamfahamu, Roho yake iingie ndani mwako. Ni jambo la ajabu sana, na ndio maana mtu ambaye amepokea Roho Mtakatifu na akatambua ya kwamba Roho ya Mungu ndio inaingia ndani mwake, huyu mtu hawi kawaida katika jina la Yesu. Hawi mtu wa kawaida, kwa sababu roho iliyoingia ndani mwake ni Roho ya Mungu yeye mwenyewe. Unajua nini maana yake tunaposema kwamba Roho ya Mungu imeingia ndani ya mtu? Tunaposema Roho ya Mungu imeingia ndani ya mtu, maana yake ni Mungu yeye mwenyewe ameingia ndani yako. Huwezi ukatenganisha kati ya Roho ya Mungu na Mungu yeye mwenyewe. Ni kama vile mimi hapa ni roho, huu ni mwili, na ndio maana siku nikifa watasema mwili wa mchungaji Ulenje. Manake mimi mwenyewe nimekwisha kuondoka, mimi mwenyewe ni roho. Huwezi ukamtenganisha mimi na roho yangu, kadhalika huwezi ukamtenganisha Mungu na roho yake. Ndio maana Yesu Kristo akasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4, Yohana Mtakatifu sura ya 4 na mstari wa 24, Yesu anasema hivi, Mungu ni roho. Anasema Mungu ni roho, Mungu ni roho, maanake Mungu tunayemtumikia ni roho. Hii inatuashiria wazi ya kwamba huwezi ukamtenganisha Mungu na roho yake. Maanake nyingine, Roho Mtakatifu ni Mungu yeye mwenyewe. Haleluya! Ndio maana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 24, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 24, anasema hivi, naye azishikae amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake, na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Sasa tunajuaje ya kwamba Roho Mungu yupo ndani mwetu? Anasema hivi, tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu, tunajua kwamba Mungu anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Kwa ili tupate kujua kwamba Mungu yupo ndani mwetu, ni kwa yule Roho aliyetupatia. Roho yupi huyo? Roho wa Mungu. Kwa tunajua kwamba tunajua kwamba Mungu yupo ndani mwetu kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyetupatia. Hapo ndipo utakapojua kwamba huwezi ukatenganisha kati ya Roho wa Mungu, kati ya Roho ya Mungu na Roho Mtakatifu na Mungu yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani uelewe kwamba mwana wa Mungu, kabla ya yote tafadhali, kama bado hujasubscribe channel hii, utabarikiwa sana katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu, natamani uelewe kwamba Roho Mtakatifu akiingia ndani mwako haui mtu wa kawaida. Ndio maana Bible haisemi kwamba tunapompokea Yesu Kristo tunakuwa watu wapya, inasema tunakuwa viumbe vipya. Maanake Roho Mungu akiingia ndani mwako haui mtu wa kawaida, unakuwa ni kiumbe kipya. Haleluya, amen. Maanake ni nini? Unaposikia Roho ya Mungu inaingia ndani mwako, maanake ni nini? Roho ni uzima. Kwa Roho Mtakatifu amebeba ule uzima wa Mungu, na ndio maana sehemu nyingine ikasema roho wa uzima. Haleluya! Maanake nini? Uzima wa Mungu umeingia ndani mwako, ile life of God imeingia ndani mwako. Lakini sio hivyo, ule uungu wa Mungu umeingia ndani mwako. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, tamani ile Roho Mtakatifu aje ndani mwako, kwa sababu Roho akija ndani mwako, maanake uungu wa Mungu unaingia ndani mwako. Lakini pia utendaji wa Mungu, Roho Mtakatifu, Roho ya Mungu ndio imebeba utendaji wa Mungu. Ndio maana hata Ayubu anasema aliumbwa kwa Roho wa Mungu. Roho ya Mungu ikiingia ndani mwako, maanake utendaji kazi wa Mungu unaingia ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Unakuwa sio mtu wa kawaida, the name of Jesus. Uasili wa Mungu, ule uungu wa Mungu unakuwa ndani mwako. Ndio maana mtu akipokea Roho wa Mungu, unamwona kabisa mambo anaanza kuyafanya ni mambo ya ajabu. Anaanza kuwa mtu anayefanya miujiza, anaongea maneno ambayo sometimes unaweza usiyaelewe. Unaweza ukahisi ni kama anajigamba, kumbe ni kwa sababu Roho wa Mungu upo ndani mwake. Unaanza kuona ufahamu wake unakuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu ameingia ndani mwake. Mtu ambaye Roho Mtakatifu ameingia ndani mwake, unaona kabisa hata hekima yake inakuwa tofauti. Ndio maana Danieli tukasema roho ya ubora imeingia ndani mwake. Haleluya, mwana wa Mungu. Hakuna mstari ninaupenda kama huu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 na mstari wa 38. Kwa nikusomee kitabu cha Mwanzo
41 na mstari wa 38, Biblia inasema hivi. Mwanzo 41:38, Biblia inasema hivi. Sikiliza Biblia inavyosema. Biblia inasema hivi, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu, inaongea kwa habari ya Yusufu, mwenye roho ya Mungu ndani yake. Yusufu alipokuwa na roho ya Mungu ndani mwake, aliweza kutafsiri ndoto ambayo waganga walishindwa. Ukisoma hiyo Mwanzo 41 mstari wa 8, Biblia inaweka wazi ya kwamba Farao alitafuta waganga wote wa Misri, walishindwa kutafsiri ndoto. Alitafuta wenye hekima wote wa Misri, walishindwa kutafsiri ndoto. Lakini kijana Yusufu aliyekuwa gerezani aliweza kufasiri ndoto ambayo akili za kibinadamu ilishindwa. Nikwambie, unapokuwa una roho ya Mungu, manake uasili wa Mungu unaingia ndani mwako, unaweza kutambua mambo ambayo Mungu pekee ndo anaweza akayatambua. Manake Mungu anakuingizia uwezo, yule roho wa Mungu anakupa uwezo wa kiungu wa kutambua mambo ambayo wanadamu hawezi kuyatambua katika jina Yesu. Natamani leo hii roho wa Mungu aje ndani mwako, uanze kutambua mambo kwa habari ya ukoo wako ambao wazee wameshindwa kuyatambua kwa miaka mingi, mambo ambayo yanatesa familia yako, yanatesa ukoo wako, mambo ambayo yanatesa taifa kwa muda mrefu, wazee wameshindwa. Mungu akupe uwezo wa kuyatambua. Kwa nini? Kwa sababu roho Mungu anapokuwa ndani mwako, anakupa uwezo wa kiungu, anakupa ule uasili wa kiungu, anakupa utendaji wa kiungu wa kuweza kutambua mambo ambayo kibinadamu hayawezi kutambulikana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kumalizia ujumbe wangu katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 10. Biblia inasema hivi, Samueli wa kwanza 10:10 inasema hivi, basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye, kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya mtu huyo anaanza kutabiri katika jina la Yesu. Anaanza kutabiri nini? Anaanza kutabiri mambo mema katika jina la Yesu, na akitamka mema, unaona yanatokea in the name of Jesus. Anaanza kutabiri mambo yajayo, mambo ambayo katika namna kibinadamu hawezi kutambulikana. Unashangaa na tabiri anaanza kutuonyesha katika jina la Yesu. Kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha ya mtu, hauwezi ukayajua mpaka nguvu ya kiungu ipate kuonyesha in the name of Jesus. Huyu mtu anaanza kuona maono makubwa, anaanza kutambua siri ambazo kibinadamu hazitambulikani. Biblia inasema kwamba roho ya Mungu inapoingia ndani ya mtu anaanza kutabiri. Na kusiri leo hii, tamani roho ya Mungu iingie ndani mwako, kwa sababu roho Mungu akiingia ndani mwako, nikwambie utapokea hekima za ajabu. Soma vizuri Kutoka sura ya 14 mstari wa 31. Mungu anaambia Musa ya kwamba nimetia ndani ya watu watakaojenga hema langu, nimeweka roho yangu ndani mwao katika hekima, maarifa na ujuzi. Roho ya Mungu ikiingia ndani mwako, unakuwa una hekima ambazo ni zaidi za kibinadamu. Kazini kwako, mahali popote, utatambua ya kwamba mtu huyu ni wa tofauti. Kama vile Danieli alivyokuwa tofauti, utakuwa tofauti. Na kusii leo katika jina la Yesu, tamani roho ya Mungu aingie ndani mwako. Nami nakuombea in the name of Jesus, roho ya Mungu ingie ndani yako leo katika jina la Yesu. Roho ya Mungu ikaje ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Uwe ni tofauti, ukaweze kutambua na kufasiri mambo ambayo kwa namna ya kibinadamu hayafasiriki. Ukaweze kutambua na kutabiri mambo ambayo kwa namna ya kibinadamu hayawezekani katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe kutambua mambo makubwa katika maisha yako. Shetani asitunge mambo katika namna surprise kwako, ukatambua hata hila za adui kama alivyofanya Elisha. Elisha alikuwa na uwezo wa kutambua hata anayowaza yule mfalme adui. Mungu akupe kutambua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akupe ufahamu ambao kibinadamu ni ngumu katika jina la Yesu. Ninakuombea roho ya Mungu akajana ndani mwako katika jina la Yesu. Ninakuombea roho ya Mungu iingie ndani mwako leo hii, ukatambue mambo ambayo kwa namna kibinadamu hayatambulikani. Roho Mungu akaingia ndani mwako, ukaanze kuona maono, usiwe kipofu wafanywa katika jina la Yesu. Ninakuombea leo roho Mungu aingie ndani mwako, ukaanze kutoa nabii na kutabiri maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mungu aingie ndani mwako na maisha yako yapokee sura mpya katika jina la Yesu.
Ni maombi yangu, barikiwe sana. Amen. Tafadhali usisahau kusubscribe chaneli hii. Tukutane kesho kwa ajili ya somo lingine kwa habari ya Roho Mtakatifu. Hakika naamini utabarikiwa. Amen.